Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR imetangaza kufanyika kwa kongamano kuu la 33 la sayansi kuanzia Juni 9 hadi Juni 11 mwaka 2026 jijini Arusha. Kongamano hilo lenye kauli mbiu ya huduma za afya kwa wote, kujenga mfumo madhubuti na endelevu wa afya kwa Tanzania ya 2050 linatarajiwa kuwakutanisha washiriki zaidi ya 450 wakiwemo watafiti, wataalamu wa afya na watunga sera. NIMR imesema kwamba kongamano hilo litatumika kujadili matokeo ya tafiti za afya na namna ambavyo zinaweza kuwasaidia kuboresha huduma za afya nchini. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi huo, kama hapa inavyoelezwa na mkurugenzi wa taasisi hiyo Profesa Said Aboud. Kwa niaba ya Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, National Institute for Medical Research, napenda kukaribisha katika mkutano huu mfupi wa kuwapatia taarifa muhimu kuelekea kongamano kuu la mwaka la kisayansi la 33 tunaliita Annual Joint Scientific Conference litakalofanyika kuanzia tarehe 9 hadi 11 Juni 2026 hapa Arusha. Ndugu waandishi wa habari, kongamano hili ni jukwaa kuu la kitaifa la kisayansi linalowakutanisha watafiti, watunga sera, wataalamu wa afya, wanataaluma na wadau wa maendeleo kwa lengo la kubadilishana matokeo ya tafiti, lakini pia kujadiliana suluhisho za changamoto mbalimbali za afya nchini na kimataifa. Mada kuu ya kongamano ni huduma za afya kwa wote, kujenga mfumo madhubuti na endelevu wa afya kwa Tanzania ya 2020. Kwa Kiingereza tunasema Universal Health Coverage, Building a Resilient Health System Towards Tanzania Vision 2050. Mada hii inaakisi dhamira ya taifa ya kuimarisha mifumo ya afya inayotegemea ushahidi wa kisayansi, ubunifu na matumizi ya matokeo ya utafiti katika maamuzi ya sera na utekelezaji. Ndugu waandishi wa habari, tunatarajia kongamano hili kuhudhuriwa na takriban washiriki 450 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo watafiti, watunga sera, wanataaluma, wanafunzi na wataalamu wa afya pamoja na wadau wetu wa maendeleo. Kwa upande wa maudhui wa kisayansi, tumepokea jumla ya mawasilisho 339. Kati ya hayo 8 yatatolewa kama mawasilisho ya mdomo, yani oral presentations, pamoja na symposia. Symposia inakuwa ni mikutano midogo midogo 6 za majadiliano ya kitaalamu. Ndugu waandishi wa habari, kongamano hili litajumuisha maonesho ya tafiti na ubunifu kutoka NIMR, lakini pia taasisi mbalimbali, majadiliano ya kisera, pamoja na fursa ya kubadilishana uzoefu na kujenga mitandao ya kitaalamu kati ya wadau wa sekta ya afya. Ndugu waandishi wa habari, mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atafungua rasmi kongamano hili na kutoa mwelekeo wa kisera kuhusu nafasi ya utafiti katika kuimarisha huduma za afya nchini. Ndugu waandishi wa habari, kwa ujumla kongamano hili linatarajiwa kutoa matokeo muhimu ya kuwemo kuimarisha matumizi ya matokeo ya utafiti katika maamuzi ya kisera, kupendekeza mikakati ya kuboresha huduma za afya, kutambua maeneo mapya ya vipaumbele vya utafiti, kuongeza ushirikiano kati ya serikali, watafiti na wadau, pamoja na kuimarisha mchango wa Tanzania katika tafiti za afya kikanda na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari,
vyombo vya habari vina nafasi muhimu sana ya kuhakikisha matokeo ya kisayansi yanafika kwa jamii kwa usahihi, uwazi na kwa lugha inayoeleweka. Tunawakaribisha kuripoti kwa weledi na umakini katika mijadala na matokeo yote yatakayojitokeza katika kongamano hili. Kama ambavyo mkurugenzi mkuu ameweza kuzungumza kuhusu kongamano letu zuri kabisa la 33 iliyoko mbele yetu kesho, ni pende tu kusema kwamba taasisi yetu kwa takriban miaka 47 imepewa majukumu ambayo imekuwa ni kufanya tafiti, kuratibu na kukuza tafiti nchini. Lakini pamoja na hayo na kurekebu tafiti, yani kuweza kuhakikisha kwamba maadili sahihi ya tafiti yanazingatiwa. Katika kongamano letu la kesho, kama ambavyo mkurugenzi mkuu ameshazungumza kuhusu dhima kuu na na watu ambao watakuwepo, napenda tu kusema kwa sasa hivi taasisi yetu imekuwa ikifanya tafiti nyingi katika maeneo mbalimbali, kwa sababu tumepewa jukumu la kufanya, kuratibu na kukuza tafiti. Lengo kubwa ni kuweza kutengeneza shahidi za kisayansi zitakaweza kusaidia watunga sera katika kufanya maamuzi kuelekea katika kuboresha afya za wananchi wetu. Kwa hiyo tegemeeni kesho na kesho kutwa na siku ile ya tarehe 11 tutakuwa na muda mwingi wa kuweza kuangalia shahidi hizi. Lakini kipekee niweze kusema kwamba taasisi yetu imekuwa ikishirikiana kama alivyosema mkurugenzi mkuu na watunga sera na wananchi na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tafiti zetu sio tu kwamba zinakaa kwenye machapisho au kwenye makabrasha, bali kuanzia mwanzo hata na wananchi tunashirikiana nao, kwa sababu kuna tafiti zingine tunaenda kufanya kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi ni sehemu kubwa sana ya tafiti hizi, hata utumiaji. Kwa hiyo tafiti zetu zimetumika katika kuweka mipango mbalimbali ya kisera na kuboresha huduma mbalimbali za matibabu, lakini pia hata kujilinda na magonjwa. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi walioko katika mkoa wa Arusha, lakini pia ndapo wataweza kufuatilia katika vyombo vya habari, maana ninyi ni mkono mwingine tena wa kutufikishia taarifa, ndugu waandishi wa habari. Kwa hiyo asanteni sana na karibuni tuweze kushiriki katika kutengeneza shahidi ambazo zinaboresha huduma zetu za afya, ili kwamba Tanzania iliyo salama, Tanzania ambayo tutaweza kufikia ile dira ya taifa ya maendeleo 2050 inategemea sana shahidi za kitafiti kama ambavyo tutakuja kuziona katika mawasilisho mbalimbali kuanzia hiyo kesho. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.